ile sehemu ya shetani ina sehemu mbili. Moja ni shetani mwenyewe, na tena sehemu ya nguvu zake na kazi zake, na pia tunaweza kuguzia juu ya mapepo na elimu juu yao, na pia matendo ya muovu na uchawi, mambo kama hayo. Najua haya ni mambo mengine ambayo yanaweza kuonekana ni magumu yakitajwa, lakini ni vizuri kuelewa, maana watu huchanganywa na mambo haya, na watu wengine hawakubali pengine yapo. Kuna wale wanasema hii ni hadithi tu na pengine mambo haya hayapo, lakini tutazidi kuona kupitia kwa Biblia ama neno la Mungu inasema nini kuhusu roho hizi ambazo tunasema ni ama viumbe, tuite viumbe ama viumbe walio hai, lakini ni katika kiroho. Na kwa hivyo tunaanza na kuangalia hawa ambao wanaitwa malaika, angels, na tunajua ya kwamba kuna tuwaite viumbe hai kiroho, viumbe hai kiroho, kwa sababu nasema wako hai kwa sababu wana yale matendo wanaotenda na yanadhihirika ya kwamba wapo. Na kwa hivyo zidi kueleza, hata kama ni itachukua muda, lakini tueleze tu, ina umuhimu wake mtu kuelewa ya kwamba kuna viumbe kama hivi. Na kwa hivyo tuanze na hii ya malaika. Na hata katika biolojia kuna topic ambayo unaweza kusoma, inaitwa etiology, ama inafundisha habari ya malaika, na kwa hivyo tutaguzia sehemu hiyo. Na jina hili malaika ama angels katika lugha ya Kiebrania ina maana ya kwamba ni mjumbe. Kwa hivyo tunaposema habari ya malaika tunaongea kuhusu wajumbe. Wajumbe ni watu ambao wanatumwa kwa sababu tuendelee. Kwa sababu wana ujumbe ambao wanahitajika kupeleka mahali, na kwa hivyo wanaweza kushughulika na kufikisha ujumbe kulingana na vile Mungu ameweza kuwatuma. Katika Wakolosai, the book of Colossians chapter 2 verse 18, Colossians chapter 2 verse 18, nasema hivi: mtu asiwanyang'anye. Nasoma pale ile inasema hivi, Wakolosai 2 na mstari wa 18, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. La kwanza ni kufafanua ama kueleza ya kwamba malaika hastahili kuabudiwa. Malaika si wa kuabudiwa, bali malaika ni mjumbe, ni kiumbe hai
ambacho kinatumwa. Najizuia kusema ni mtu ambaye anatumwa, ndiposa natumia jina hili kiumbe ambacho hutumwa kutoka mbinguni, anashuka na kuleta ujumbe na mambo kama hayo. Na pia ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna malaika wazuri na kuna malaika wabaya. Kwa hivyo kuna aina mbili za malaika, wale wazuri na wale wabaya. Na nafikiri hiyo tunaweza kuona katika Revelation chapter 19 verse 10, Revelation chapter 12, sorry. Ile 10 bado kuna mambo ya malaika, lakini kwanza tuangalie Revelation, Ufunuo 12 na mstari wa 7. Nasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hapa unakuta ya kwamba ingawa haya ni mambo ambayo Yohana aliweza kufunuliwa, ni kwamba kuna malaika wa mbinguni kina Mikaeli na wale wengine, wao ni malaika wazuri. Na kuna anaposema yule joka anaongea kuhusu shetani, na sasa anasema aliona vita baina ya malaika wa Mungu na pia malaika wa yule joka ama wa yule shetani, ambao ni malaika wabaya ambao aliweza kushuka pamoja nao. Pia katika nafikiri hiyo tutazidi kupambanua zaidi tunapoendelea, na tunaweza kusoma tuone ya kwamba malaika wana majina tofauti tofauti, na hiyo katika Danieli 4 na mstari wa 13, kitabu cha Danieli 4 na mstari wa 13. Ole na ile kidogo, lakini neno ni hilo ya kwamba nikaona katika jozi za kichwa changu kitandani mwangu, natazama mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni. Jina moja linatumika kwa malaika ni mlinzi. Hawa ambao tumesema ni wajumbe ambao hutumwa kutoka mbinguni, Danieli anasema ya kwamba alimuona katika maono na akaweza kuona mlinzi na ni mtakatifu, na kwa hivyo unaweza kukutana na jina kama hilo ambalo wanaitwa katika Biblia. Tena tukisoma katika hiyo Danieli 4 mstari wa 17, tuende mstari wa 17 na hata 23. Nasema, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Mstari wa 23. Tena kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi,
naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni akisema, kateni mti huu kauangamize, ila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mololo ya kondeni. Kikatiwe maji kwa umande wa mbinguni, sehemu yake iwe pamoja na wanyama kondeni, hata nyakati 7 zipite juu yake. Kwa hivyo hapa tunaona habari ya inayotueleza kuhusu walinzi ama mlinzi, na pia inasema naye ni mtakatifu. Ni habari ya Nebukadneza, yule mfalme ambaye baadaye aliweza kutolewa katika ufalme na akaweza kuwa kondeni ama kuwa msituni kwa zile nyakati 7 iliyohesabiwa kuonekana ya kwamba ni miaka 7. Na kwa hivyo Biblia inasema kuhusu walinzi, na hivyo inanena kuhusu malaika. Katika Mathayo 24 mstari wa 36, Matthew chapter 24 verse 36. Wewe ambaye unajiunga nasi kwa sasa, topic ya leo tunaongea kuhusu viumbe hai kiroho. Hawa ni viumbe ambao ni hai na malaika. Tumeongea kwamba kuna roho wachafu, utaona hao ni kina nani. Kuna shetani mwenyewe na mapepo na mambo kama hayo. Basi haya yote tutaweza kuyatazama. Na katika Matthew 24:36 inasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Jina lingine wanaitwa malaika wa mbinguni. Kwa hivyo wanajulikana hivyo, maana mahali pao pa kukaa si hapa, ama kuishi si hapa duniani. Kwa hivyo wanaitwa malaika wa mbinguni, hilo jina lingine lao. Katika Luka 2 na mstari wa 13, kumbuka ya kwamba tuliagana ya kwamba tutakuwa tukisoma vifungu vingi katika somo letu, manake tuendelei kama ni mahubiri, tunaenenda hivyo polepole tukitazama katika Luka 2 na mstari wa 13. Luke chapter 2 verse 13 nasema, mara walikuwapo pamoja na huyo sawa, mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema. Unakuta ya kwamba pia jina lingine wanaitwa ni jeshi la mbinguni. Ukisikia jeshi la mbinguni, bado inaongea kuhusu malaika. Liwaita walinzi, la pili tukasema hao ni malaika wa mbinguni, tena ni jeshi la mbinguni, na bado ni wale wamepewa jina hilo.
Na pia jina lingine lao katika Zekaria 6 na mstari wa 5. Kitabu cha Zekaria 6 mstari wa 5 nasema hivi: malaika akajibu akaniambia, hawa ni pepo 4 za mbinguni zitokeazo baada ya kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Pia unakuta hapa wanaitwa pepo. Kwa hivyo hilo ni jina lingine. Unajua pepo ni wale kuna tofauti ya hawa pepo wa mbinguni na kuna wale wa pepo wachafu. Kwa hivyo tunajua jina hilo inaweza kutumika sababu tunaposema pepo kwa lugha ya Kiingereza ni pepo ni spirit. Kwa hivyo unajua watu wamezoea kusema pepo, inaonekana kama pepo ni shetani, lakini wanaitwa hivyo. Kwa hivyo pia ni majina tu ambayo yametumika katika vifungu fulani katika Biblia. Waibrania 1 na mstari wa 14 na jina lingine hapo. Hebrews chapter 1 verse 14, Biblia inasema hivi: je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Tena hapa wanaitwa roho. Hivyo hii ni jina lingine linatumika, na kwa hivyo mstari huu unaongea kuhusu malaika. Nasema hao wote si roho watumikao. Kwa hivyo malaika pia ni roho zinazotumika, au ni roho zinazotumika wakitumwa. Tulisema jina malaika ni kusema mjumbe, ni yule ambaye ama ni messenger, ni mtu ambaye anatumwa na kupeleka huduma fulani ama ujumbe fulani na mambo kama hayo. Na pia tunaweza kusoma katika Ayubu 1 na mstari wa 6, Job chapter 1 verse 6. Nasema Job chapter 1 verse 6 ama Ayubu 1 na mstari wa 6, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujidhihirisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Kwa hivyo pia unakuta ya kwamba pia wanaitwa wana wa Mungu. Ni wale wale tu malaika na wanaitwa hivyo, ingawa tunajua ya kwamba Wakristo na watu ambao wameokoka wana jina sawa na hili, kwamba ni wana wa Mungu na pia hao wanaitwa hivyo. Na pia katika sura ya 2 na mstari wa 1 bado inaleta habari hiyo, na pia 38 na mstari wa 7, 38 verse 7, Job 38 verse 7 nasema, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu
walipopiga kelele kwa furaha. Kwa hivyo bado inarudia sehemu hiyo ikitaka kueleza habari ya malaika na pia tuna ile Kolosai 1:16. Colossians chapter 1:16 nasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hivyo hata wale malaika waliumbwa na Mungu na ni viumbe, ndiposa wanaitwa viumbe, na Biblia inasema ya kwamba pia wanaitwa utawala, wanaitwa usultani, wanaitwa mamlaka na uwezo na mambo kama hayo, pamoja na yale mamlaka Mungu aliyoweza kuweka hapa duniani, na hata wale waliweza kuwekwa, na kuna jinsi ambavyo wanafanya kazi huko mbinguni na hata hapa duniani, maana ni wafanya kazi wa Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa hayo. Katika Biblia kuna categories 3 ama kuna malaika ambao tunaweza kusema ni aina 3, na kwanza ama tunaweza kutazidi kufafanua kiasi. Kwanza tukisoma katika Danieli 8 na mstari wa 16, ndio Danieli 8 na mstari wa 16, nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Urai iliyoita na kusema, Gabrieli, muhamishe mtu huyu maono haya. Kwa hivyo haya ni majina matatu, ama kuna majina matatu ya wale malaika waliotajwa katika Biblia. Samahani, nilisema aina 3, lakini kuna majina matatu ya wale wametajwa katika Biblia. Mmoja ni huyu malaika Gabrieli. Naamini ya kwamba anafahamika. Kuna mahali tutaendelea tukimwona, kwa sababu huyu malaika Gabrieli ndiye aliweza kuleta ujumbe wakati wa kuzaliwa kwa Mwokozi, na kwa hivyo kuna sehemu kadha wa kadha aliweza kuonekana. Hata tukisoma katika Luka 1 na mstari wa 11, Luka 1 na mstari wa 11, inasema, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. 12, Zakaria alipomwona alifadhaika,
hofu ikamuingia. Na lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua zako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume, kwa jina lake utamuita Yohana. Mstari wa 20. Nasema, na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile atakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa katika wakati wake. 26. Turukaruke hivyo. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli. Unaona, tumesoma hiyo sehemu yote, lakini sasa tukija katika 26 inamtaja jina lake. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, na 38. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Huyu malaika Gabrieli tunamuona nyakati za Danieli, aliweza kuhusika na kuna ile kazi yeye alikuwa mjumbe wa kuleta habari. Alileta habari njema kwa yule pia Zakaria, ingawa Zakaria hakumsadiki ama hakuamini habari aliyosema. Na kwa njia hiyo, kwa sababu habari hii ilikuwa imetoka kwa Mungu, Biblia inasema akawa bubu mpaka Yohana atakapozaliwa. Na kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba ujumbe unapotoka kwa Mungu ni vizuri kusadiki ama kuamini na kuupokea, kwa sababu Mungu anapendezwa na jambo hilo sana. Na pia tunamuona ndiye aliweza kukutana na Mariamu na kumweleza vile itakavyokuwa. Yeye atamzaa Mwokozi Yesu Kristo, na Mungu amemchagua yeye kumweleza mambo hayo, na ikawa hivyo. Kwa hivyo tuna huyu malaika ambaye ni Gabrieli. Na pia kuna malaika mwingine katika Danieli 10. Danieli 10 na mstari wa 13. The book of Daniel chapter 10 verse 13. Nasema hivi, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Hapa ni wakati Danieli aliomba na maombi yake yakajibiwa, lakini jawabu likawa limekwama huko angani. Na kwa hivyo ikabidi malaika huyu ambaye anaitwa Mikaeli, yeye alikuwa malaika wa vita, na sana sana kuna watu ama kuna dhehebu fulani
ambapo hapa katika jukwaa hili sitaji mambo ya madhehebu mengine, lakini kuna wale ambao hupigana wakisema ya kwamba malaika Mikaeli anawasaidia. Licha ya kuwa wameokoka, lakini wanasema wameingia katika vita kwa sababu yule malaika ambaye anaitwa Mikaeli anawasaidia. Na kwa hivyo malaika huyu alipingana na ufalme wa Shetani mpaka maombi ya Danieli yakaweza kufika. Na ndiposa Paulo alipokuwa akiongea alisema ya kwamba hatupigani vita kwa damu na mwili, ila vita yetu ni vita ya kiroho, na tunapingana na roho chafu zilizo angani, ambazo tutaweza kujifunza na kuona vile ziko hapa duniani na vile zinafanya kazi na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunamuona huyu Mikaeli akiendelea kuonekana hata katika mstari wa 21, mstari wa 21 hiyo Danieli 10 nasema, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyo Mikaeli, Mikaeli mkuu wenu. Kwa hivyo huyu Mikaeli alikuwa kiongozi wa kikundi kingine cha malaika na aliweza kuonekana akipigania Danieli na mambo kama hayo. Tena unaweza kumwona katika kitabu cha Yuda, the book of Jude. Jude tunajua iko na chapter 1. Nao tuangalie verse 9. Inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu, huyu anaitwa Archangel, ndiye malaika mkuu, aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakudhubutu kumstaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Tunaona Yuda akiweza kueleza ya kwamba wakati Musa alipokufa na wale Shetani alitaka kusema ya kwamba kuna watu ambao kulingana na maandiko haya husema ya kwamba makosa ya Musa aliyostakiwa ni ile hasira aliyokuwa nayo, na kwa hivyo Shetani aliona ya kwamba huyu Musa anafaa kuwa upande wake. Alitaka kunyang'anya mwili wake, lakini hapo malaika huyu Mikaeli akasimama, akapigana na Ibilisi ama Shetani, akamshinda na mpaka akasema, Bwana akukemee, na hapo akashindwa. Na kwa hivyo tunamuona huyu Mikaeli ambaye ni malaika mkuu akiendelea na kazi. Ukiona anashuka, ujue ya kwamba vita imekuwa kubwa, maana yeye ni mkuu na kwa hivyo hiyo ndio kazi yake. Lakini kuna wale ambao hutumwa kwanza kulingana na uwezo wa ile vita iko namna gani. Na ujue ya kwamba Mungu hutupigania vita nyingi sana na anatumia malaika wake. Kuna mambo mengi ametushindania, na kwa hivyo tutazidi kuona vita ambavyo
Mungu anatushindania, vile malaika hawa wanatushughulikia na mambo kama hayo. Tukisoma katika Petro wa pili, 2 Peter chapter 2 verse 10, 2 Peter, Petero wa pili 2 na mstari wa 10. Kumbuka tunaendelea kushughulikia viumbe hai kiroho, na tumeanza kushughulikia malaika ambao tumesema ni wajumbe wa Mungu, na ndio tunaendelea kutazama habari zao. Biblia inasema hivi katika Petro wa pili 2 na mstari wa 10, na hasa wale waufuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka. 11, wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiyatukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Kwa hivyo kuna wale malaika ambao wanahusika. Wao ni malaika wamekabidhiwa kazi ya kuangalia vile tunavyoongea hapa na vile tunavyofanya hapa, na wakiona ya kwamba kuna mambo ambayo tunaongea ambayo hailingani na vile Mungu anavyotaka, wao hupeleka mashtaka mbele ya Bwana. Na kwa hivyo posa huwa tunasema ya kwamba rekodi ya kila jambo ambalo tunafanya kuna mahali inaandikwa, na ni vizuri urudie neno hilo tena katika mstari wa 10. Turudie tena. Inasema nafikiri tukiwa na wakati tunaweza kurudi nyuma kidogo, sababu tuna wakati, ndio na wakati mahali Petro alianza kueleza mambo haya. Angalia hapo. Hebu enda mstari wa 8. Nataka turudi nyuma kidogo hapo. Kuna mahali nataka tuanzie katika, enda mstari wa 7, turudi nyuma kidogo alafu tutaendelea. Okay, hapo imerudi sana. Inaongea kuhusu okay, maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia atajitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Basi Bwana ajua kuwaokoa wataua na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Na hasa wale waufuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka, wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiyatukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kuna kikundi cha watu
ama kuna aina ya watu ambao hawajali matendo yao, lakini Petro alieleza hapo awali ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Rutu, na kuna watu ambao waliadhibiwa, Mungu akamuokoa Rutu, hivyo hivyo hata nyakati zetu Mungu anafanya hivyo, anaokoa na wabariki wale ambao ni wasafi, ni wenye haki, lakini wale ambao ni wabaya, hata kama mashtaka yao hayapelekwi mbele za Bwana, lakini Mungu anajua tabia zao na mienendo yao na mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna kikundi cha malaika ambao wako mbinguni. Nafikiri tutakomea hapo. Kesho Mungu akitujalia tutaona kuna malaika aina mbili, kuna wale ambao ni maserafi, kuna makerubi, na tutaona hata Biblia ikieleza shetani alikuwa malaika wa aina gani, alikuwa katika kategori gani, na lakini nafikiri ya kwamba tumekuwa na utangulizi wa kueleza ya kwamba kuna malaika ndio wako. Hiyo sio hekaya ya kwamba uelezo ya kwamba kuna malaika ama walikuwa nyakati hizo. Hata sasa wako kazini na wanaendelea, na pia tutaona kazi ambazo wanatufanyia tukiendelea. Nafikiri nitakomea hapo, nitoe nafasi ya kama kuna mtu aliye na swali. Pengine nimekimbia kidogo, na pengine kuna mahali pengine hukupata vizuri, unaweza kuuliza, tukaweze kurudi nyuma kidogo ili tuweze kuambatana tunapoanza somo hili. Kwa hivyo katikati yetu, kama kuna mtu aliye na swali, hata kwa wale wanaotusikiliza, nauliza kama kuna swali. Kama bado, tunaweza kusoma Yuda 1 na mstari wa 8. Najua tulikuwa tumesoma mstari wa 9, ili baadaye tuweze kuomba. Nasema, kadhalika na hawa katika kuota kwao huutia mwili uchafu, hukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Unaona, tunapoongea kuhusu matukufu, unaposikia matukufu, na hata katika Petro tuliona matukufu ni yale mambo Mungu aliumba, ama ni viumbe ambavyo Mungu aliumba na ni vitakatifu, ndio wanaitwa matukufu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaelezwa ya kwamba wanatia miili yao uchafu, wanakataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Kuna wale ambao wanatukana viumbe ambavyo Mungu aliumba, wanatukana malaika, wanasema hizo wanaongea mambo mengi, kisema ya kwamba hakuna vitu kama hizo nini, wanaongea lugha chafu. Pia walijulikana ama walionekana, kwa sababu hata nyakati za bereni bado kuna watu waliopinga ya kwamba hakuna vitu kama hizo, na hata sasa kuna watu walio na imani hiyo ya kwamba hakuna malaika, na wanasema kama walikuwa ni nyakati za zamani, lakini nakueleza ya kwamba bado wapo na kuna kazi wanaotufanyia. Na kwa hivyo tunaweza kukomea hapo na tuweze kuongozwa kwa ombi la kufunga.
usiku wa leo tunapoendelea na somo hili. Naamini ya kwamba utalipenda tutakapokuwa tukiendelea, ili tufahamu vile Mungu aliweka mambo na vile mpango aliokuwa nao. Na ni vizuri kutazama na kuelewa kulingana na Biblia. Karibu. Tuombe. Mtakatifu na muumba wetu, tunakuabudu, tunakushukuru. Asanti kwa wema wako na fadhili zako. Asanti kwa upendo wako, Bwana wa rehema, tunakuinua, hakuna aliye kama wewe. Yes. Tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa siku ya leo, tunapoendelea kujifunza habari za neno lako. Naomba ya kwamba neno lako Bwana likapate nafasi mioyoni mwetu, ya kwamba likazae matunda katika matendo yetu. Yes. Na katika maisha yetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Usiku wa leo Bwana, tunaomba kulindwa nawe, tunaomba ya kwamba ukawa msaada wetu, ukatusaidie Bwana, na ili tukaione siku ya kesho tuko tumebarikiwa nawe. Na Bwana, ninaomba ya kwamba ukatufanikishe katika kila jambo, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Amen. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uhimidiwe mfalme wa rehema, katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Asanteni. Mungu awabariki na Mungu awatende mema usiku wa leo. Hadi tuonane kesho panapo majaliwa ya Mungu. Asanteni sana. God bless you.